Haya maneno manne ya Kiingereza yatabadilisha kabisa maisha yako. I do it anyways. Maana yake ni kwamba nitafanya kile ninachotaka kukifanya regardless kuwe na sababu ya kunikwamisha ama kusiwe na sababu ya kunikwamisha. Kwa mfano, natamani kuja kuanza biashara. Hakuna chochote ambacho kiko mezani kwangu ama kiko upande wangu kinachoonyesha hata dalili ya kunisupport mimi kuanza biashara ama idea nilionayo. Jiambie kitu kimoja, I do it anyways. Kwa mfano, nimeshaanza biashara, naona kabisa nahitaji kupata tenda kubwa, nahitaji kuingia kwenye makampuni makubwa, nahitaji kukutana na watu niongee nao kwa katika level za ukubwa, natamani kufanya biashara kwa ukubwa. So next step nini? Ni kusajili kampuni. Usianze kuangalia sina elimu, sijui masuala ya kampuni, sijui masuala ya kodi yatakuwaje. Jiambie hivi, I do it anyways. Remember, kumbuka, usipoweza kuamua kufanya bila kutafuta sababu ya kusupport kufanya, hautakuja kufanya. There is no way unaweza kawa high performer ama kupata matokeo unayopata kwenye maisha unayotaka kwa kusubiria factor zikubaliane. Kwa mfano, wewe unauza magari, unajua namna ya kuagiza magari, unajua namna ya kuuza magari, unaweza kuchukua mzigo sehemu moja kumletea mtu mwingine, then umeshaanza kujaribu na umeona kabisa kuna mzunguko wa pesa na inawezekana kabisa. Kitu kinachokuzuia wewe kusajili biashara, kuirasimisha kwa biashara rasmi ni nini? Mimi naogopa, ngoja nianze. There is no way siku itakayofika biashara hiyo unayoifanya na umeshaanza kuona inaleta matokeo kwamba itakuja kuleta picha fulani. Hakuna mtu yoyote, kampuni yoyote unayoona barabarani ama biashara yoyote unayoona barabarani, hakuna mtu ambaye ilifika stage sasa kaona sasa imefika stage ya kusajili kampuni. No, ni wewe kichwani kwako unaamua kujiambia I do it anyways. Naamua kusajili kampuni. Sina wateja, sina hela, sina experience, sijui chochote, sijai kusoma sheria, sijui uhasibu, sina chochote. I don't know anything. Unajiambia naamua kusajili mwenyewe kampuni. Ni wewe ndo unaamua kuwa mkubwa ama kuwa mdogo. Especially ukiwa mwanaume. It reach a point utaanza kutengeneza generation inayofuata. Utajisikiaje generation inayofuata inakuja inakukuta bado upo pale pale unasubiria mambo yakae sawa? Do it anyway. Sajili kampuni. Kikubwa, kuna product ama service unaitoa, unampitisha na mteja, ni muda wa kuirasimisha kuwa biashara rasmi. Isajili kuwa kampuni, isajili kuwa jina la biashara, anza kuingia sokoni, pambana na watu ambao tayari wako huko ndani. Uzuri kitu hiki kimoja, wewe utakuwa ndo umeanza chini, unakuja kwa kasi. Kwa hiyo it means popote utakapofikishana nao, wao ambao utawakuta sokoni, wao ndio inaweza kuwa ni hasara au faida, lakini kwako ni faida. Kumbuka ulianza sifuri, kwa ni idea, ni vision. Just start doing it. Kitu ambacho unatakiwa ujiambie kichwani kwako ni I do it anyways. So kama ni mfanya biashara na unafanya biashara yako na unajiona bado ni mdogo, ni mtoto, na wakati wewe ni mtu mzima na umri unaenda, comment neno usajili hapo chini. Nitakufikia, nitakusaidia kwa kina kuweza kukamilisha usajili wa biashara yako. Tangalia unaweza kuqualify kwa kampuni ama jina la biashara, au nipigie simu direct kwenye namba ile iliyopo kwenye caption. Piga simu kwenye namba iliyopo kwenye caption, then tutakaa chini tutazungumza kuangalia namna gani tunaweza kusajili biashara yako.